Jeshi la polisi mkoa wa Singida linamtafuta mtuhumiwa anayejulikana kwa jina la Kassim Ali Juma mwenye umri wa miaka 34, mkulima na mkazi wa Kinyakaya, kata ya Unyambwa, wilaya ya Singida, kwa tuhuma za kupandisha bendera 5 zinazofanana na bendera ya taifa. Akitoa taarifa hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Singida, Sakap Amon Kakwale, amesema polisi walipata taarifa hizo kutoka kwa wananchi, uwepo wa bendera hizo pamoja na bango lenye ujumbe unaosema uzinduzi wa mapenzi. Mtuhumiwa alitoroka baada ya kubaini kuwa alikuwa anafuatiliwa na jeshi la polisi. Hata hivyo, upekuzi ulifanyika nyumbani kwake na walifanikiwa kukamata baadhi ya vifaa vinavyosadikika kutumika kutengeneza bendera hizo. Jeshi la polisi mkoa wa Singida linamtafuta mtuhumiwa anayejulikana kwa jina la Kassim Ali Juma mwenye umri wa miaka 34, mkulima na mkazi wa Kinyakaya, kata ya Unyambwa, wilaya ya Singida na mkoa wa Singida, kwa tuhuma za kupandisha bendera zinazofanana na bendera ya taifa. Tukio hilo lilibainika mnamo tarehe 26 Juni 2026 majira ya saa 5 asubuhi baada ya polisi kupata taarifa kutoka kwa wananchi kwamba uchunguzi wa awali ulibaini uwepo wa bendera hizo pamoja na bango lenye ujumbe unaosema uzinduzi wa mapenzi. Mtuhumiwa alitoroka baada ya kubaini kuwa alikuwa anafuatiliwa na jeshi la polisi. Hata hivyo, upekuzi ulifanyika nyumbani kwake na ulifanikiwa kukamata baadhi ya vifaa vinavyosadikika kutumika kutengeneza bendera hizo. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Singida linaendelea na juhudi za kumtafuta mtuhumiwa huyo na linawaomba wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kupatikana kwake ili hatua dhidi yake za kisheria ziweze kuchukuliwa. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linamtafuta mwanamke anayefahamika kwa jina la Queen Mbumba, akituhumiwa kwa mauaji ya mume wake aitwaye Shiza Mwambiale, ambaye ni mkazi wa kijiji cha Igunda wilayani Mbozi mkoani Songwe. Inadaiwa kuwa Shiza alichomwa sindano inayodhaniwa kuwa na sumu begani mwake upande wa kushoto, kisha baadaye kuchomwa kisu tumboni na mke wake ambaye alitoroka mara baada ya kutekeleza tukio hilo. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, Sakap Agustino Senga, amesema tukio hilo limetokea Mei 22, 2026 majira ya saa 9 kamili usiku. Inaelezwa kuwa pindi Shiza alipomuuliza mkewe kuhusiana na sindano hiyo, mtuhumiwa alidai kuwa ilikuwa ni dawa kwa ajili ya tatizo la miguu lililokuwa likimsumbua marehemu. Baada ya tukio hilo, Shiza alipelekwa hospitali ya wilaya ya Mbozi kwa ajili ya matibabu zaidi na baadaye kuhamishiwa hospitali ya rufaa ya Mbeya ambapo alifariki dunia Mei 26, 2026 akiwa anapatiwa matibabu. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi, ambapo mtuhumiwa alikuwa akimtuhumu Shiza kuwa na mahusiano na wanawake wengine. Polisi wanaendelea na msako wa kumkamata mtuhumiwa huyo ili hatua zaidi za kisheria ziweze kuchukuliwa. Aidha, ndugu wa marehemu Paul Mwalwanda pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Igunda Mwambeye Kapesa wamelaani vikali mauaji hayo na kutoa wito kwa jamii kutatua migogoro yao ya kifamilia kwa amani badala ya kuchukua hatua za kikatili.